Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema madhehebu ya dini yana mchango mkubwa katika kuimarisha ustawi wa jamii na kutoa huduma za kiroho. Na kwa kutambua hilo, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati wote amekuwa akitekeleza kwa vitendo dhamira ya kukuza ushirikiano kati ya serikali na madhehebu ya dini. Majaliwa ameyasema hayo leo Mei 10, 2025 alipomwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan katika kilele cha dua maalum ya kuwaombea viongozi wa kitaifa amani, uchaguzi mkuu, pamoja na kuwaombea mamufti na mashehe waliotangulia mbele za haki kwenye viwanja vya msikiti wa Mohamed wa 5 Kinondoni jijini Dar es Salaam. Ndugu Waislamu, niendelee kuuzungumzia mchango wa madhehebu ya dini katika ustawi wa jamii ya Watanzania kwamba bado unahitajika sana. Serikali inathamini kazi kubwa mnayoifanya katika maeneo mbalimbali, na lengo hapa ni kujenga taifa hili la leo na kesho, na katika kujenga mazingira bora ya kizazi hiki ambacho kinatutegemea sisi kuwapa miongozo. Na kwa hiyo tunapofanya kazi kwa pamoja tunatarajia kupata mafanikio makubwa. Serikali inafanya kazi yake ya kuimarisha huduma za jamii kwenye elimu, afya, maji, nishati, mafunzo mbalimbali kwenye kilimo, huduma mbalimbali zinazotolewa katika nchi, ushirikishaji tunaofanya kwa watu wote, usafirishaji na uchukuzi, na kila hitaji la Watanzania linafanywa na serikali hii. Sikusudii kuhesabu na kutamka moja moja. Mimi naamini kama wewe kweli ni mpenda nchi yako, hili utakuwa unalijua. Tumepata mafanikio mangapi kwenye elimu? Naamini mnajua. Mafanikio mangapi kwenye afya? Naamini mnajua. Uboreshaji wa miundombinu ya usafirishaji wa Tanzania mnajua. Tuendelee kuthamini kazi nzuri iliyofanywa na serikali yetu. Ndugu Waislamu, ni ukweli usiopingika kuwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wote amekuwa akitekeleza kwa vitendo dhamira ya kukuza ushirikiano kati ya serikali na madhehebu ya dini hapa nchini. Sote tumeshuhudia mara kadhaa jinsi namna anavyowathamini kwa kuwasikiliza, kuwashirikisha viongozi wote wa madhehebu ya dini katika masuala muhimu ya kitaifa. Hii ni alama tosha kwamba rais wetu ana dhamira ya dhati ya kuimarisha mshikamano kati ya viongozi wa dini na viongozi wa serikali na taifa kwa ujumla. Na kwa upande mwingine, viongozi wa madhehebu ya dini mmeendelea kutoa ushirikiano mkubwa sana na kuitikia wito wakati wote serikali inapowahitaji katika matukio mbalimbali, kuanzia kule kwenye ngazi za wilaya, mkoa mpaka taifa. Binafsi nimekuwa shahidi wa mshikamano wa dhati na ushuhudia ninapofanya ziara kwenye ngazi za wilaya na hata mikutano iliyoko vijijini. Hakuna tukio la serikali linaloanza bila kuanza na dua zinazoanzilishwa na viongozi wa dini. Jambo hili ni jambo la kujivunia katika nchi yetu. Lakini haya ndio maono na ndio maelekezo ya rais wetu ya kuhakikisha kila kiongozi kuanzia ngazi ya kijiji, kata, wilaya, mkoa, panapokuwa na jambo la umma lazima lipate baraka kwa dua kutoka kwa viongozi wa kidini. Naye mwenyekiti wa kamati ya dua hiyo kitaifa, Hajati Mwantumu Mahiza, amesema kuwa dua hiyo ni kwa ajili ya kuwaombea mashehe na mamufti walioleta mchango chanya katika dini ya Kiislamu hapa nchini na kupata mawazo chanya ambayo yalimfanya Mheshimiwa Mufti mwaka jana kuona namna nzuri ya kuwaenzi mamufti wenzake waliotangulia pamoja na mashehe wakuu wa mikoa na mashehe mbalimbali ambao walitoa michango chanya katika kuimarisha na kuleta ustawi katika dini ya Kiislamu. Pamoja na hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tuliona ni jambo jema pia kuiombea nchi yetu amani na kuwaombea viongozi wetu. Aidha, kila mmoja kati yetu sisi kama wanadamu ambao hatuna ukamilifu, tunayo mahitaji na tunahitaji
unyenyekevu mkubwa kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kututakabalia yale tunayohitaji kwake. Mheshimiwa mgeni rasmi, tulipokuwa tunakusudia haya, tuliona tuweke utaratibu kila mwaka wa kufanya dua hii. Lakini kutokana na wakati tulionao, tukashauriana na Mheshimiwa Mufti, sisi kama Waislamu hapa mkoa wa Dar es Salaam tushirikiane kwa pamoja kufanya dua nzito ya kuwaombea viongozi wetu ambao inshallah Mwenyezi Mungu akiwajalia wote wataingia kwenye mchakato wa uchaguzi ili kutetea nafasi walizonazo. Pamoja na wao tunao viongozi mbalimbali nao wanaingia kwenye huu mchakato. Jambo hili Mheshimiwa mgeni rasmi si dogo na linahitaji tuikabidhi nchi yetu kwenye mikono ya Mwenyezi Mungu. Maana yeye ametueleza kupitia Qur'ani tukufu, niombeni nami nitawapa. Na anafurahia sana anapoona waja wake tukinyanyua mikono usiku na mchana tukimuomba yenye kheri. Hivyo basi ikatupendeza tutengeneze dua hii ambayo tumeifanya kwa takriban siku 3. Na Mheshimiwa mgeni rasmi ni visomo kweli kweli. Yasini kadhaa bila idadi zimekwenda na wanyama tumechinja. Ni dhahiri kwamba tunaona upo muhimu wa sisi kujipanga vizuri katika kuhakikisha tunaingia kwenye uchaguzi tukiwa salama, tukiwa wamoja, na tumalize uchaguzi tukiwa na umoja wetu ambao waasisi wetu waliutengeneza. John Israeli, Banda Media.